Wajackoya azua mjadala mkali huku akihoji uhalali wa kukamatwa kwa Albert Ojwang na kutaka kusimamishwa kwa afisa mkuu wa polisi. Profesa George Wajackoya ameibua maswali mazito kuhusu kukamatwa kwa mwanablogi na mwanaharakati kijana Albert Ojwang, akidai kuwa hatua hiyo ilikiuka taratibu za kisheria na kikatiba. Katika kikao cha wanahabari kilichofanyika siku chache baada ya taarifa za kifo cha Ojwang, Wajackoya alitaka jeshi la polisi kueleza kwa kina mazingira yaliyosababisha kukamatwa kwake pamoja na usafirishaji wake kutoka kaunti ya Homa Bay hadi Nairobi bila kufuata mchakato wa kisheria unaotakiwa. Kulingana na Wajackoya, operesheni hiyo haikuzingatia kanuni za msingi za sheria, hasa kwa kuwa kuna mashtaka yanayoainishwa wazi wakati wa kukamatwa kwa Ojwang. Aidha, alidai kwa maafisa wa polisi walikiuka haki za msingi za mtuhumiwa, ikiwa ni pamoja na kushindwa kumjulisha haki zake za kikatiba. Kwa kuimarisha hoja yake, alirejelea kesi mashuhuri ya Miranda pale Arizona kutoka mahakama ya juu Marekani, ambayo inasisitiza umuhimu wa maafisa wa polisi kuwafahamisha washukiwa kuhusu haki zao kabla ya kuhojiwa. Wajackoya pia alieleza lawama kwa afisa mmoja wa juu wa polisi anayejulikana kama Lagat, ambaye inadaiwa ndiye mlalamishi mkuu katika kesi ya Ojwang. Kwa msingi huo, aliomba kusimamishwa kwake mara moja kwa madai ya mgongano wa kimaslahi, akisisitiza kuwa hakuwa na uwezo wa kusimamia mchakato wa haki kwa njia isiyoegemea upande wowote. Tukio hili limejiri wakati ambapo kuna hisia kali miongoni mwa wananchi kufuatia taarifa za kifo cha Ojwang akiwa chini ya ulinzi wa polisi. Ukimya wa serikali kuhusu tukio hilo umeongeza mashaka kuhusu namna taasisi za usalama zinavyotekeleza majukumu yao bila kukiuka haki za binadamu. Wajackoya amesisitiza kuwa kwa nchi inayodai kuongozwa na utawala wa sheria, hatua kama hizi zinapaswa kuchukuliwa kwa umakini mkubwa ili kuepuka kuharibu imani ya wananchi wa taasisi za usalama. Aidha, wito umetolewa kwa Inspekta Jenerali Douglas Kanja kuchunguza kwa kina na kwa uwazi mienendo ya maafisa wote waliohusika katika mchakato wa kukamatwa, kuhamishwa na kushikiliwa kwa Ojwang hadi mauti yake. Wajackoya alisisitiza kuwa uwajibikaji na uwazi ni nguzo muhimu kwa taasisi yoyote inayojitahidi kulinda usalama wa haki za raia. Sakata hili limeongeza shinikizo kwa serikali kuhusu hali ya usalama na haki za raia, hasa kwa vijana na wanaharakati wanaojitokeza kuikosoa serikali kupitia majukwaa ya kidijitali. Kifo cha Ojwang pamoja na madai ya kiukaji wa taratibu za kisheria kinazidi kuifanya jamii ya Wakenya kushinikiza mageuzi makubwa ndani ya vyombo vya usalama.